Naitwa Deogratias Sokolo, ni katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kigoma. Mimi ni kada na mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Napenda kutoa taarifa rasmi kwa wana CCM, wanachama wenzangu, wakereketwa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Nsimbo, wilaya ya Mpanda, mkoa wa Katavi. Mwaka 2020 nilikuwa miongoni mwa wanachama wa CCM 16 ambao walitokeza kugombea ubunge katika jimbo la Nsimbo kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini sikufanikiwa, sikuwa miongoni mwa wagombea. Na mwaka huu wa 2020-2025 nipende kueleza tu kwamba mimi sitakuwa sehemu ya watu ambao watachukua fomu kwa ajili ya kugombea ubunge katika jimbo la Nsimbo. Nimejiondoa katika mbio hizo kutokana na majukumu ambayo ninayo, ambayo yanatokana na kutumikia Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya katibu wa siasa, uenezi na mafunzo. Lakini nawapenda sana wana Nsimbo, na kwa kweli kwa vyovyote iwavyo, naamini upo wakati ambao nitapata fursa ya kuwatumikia wana Nsimbo katika kata zote 12, nikianza na kata yangu mwenyeji kabisa, kata ya Mtapenda, ambayo katika uchaguzi wa mwaka 22 nilichagua kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa jimbo langu la Nsimbo. Nawapenda sana, na kwa kweli nawatakia uchaguzi mwema na maandalizi mema ya uchaguzi kwa mwaka huu. Sina shaka yoyote mwanachama yeyote wa Chama cha Mapinduzi ambaye atapata nafasi ya kupeperusha bendera ya CCM katika jimbo la Nsimbo, mimi nitamuunga mkono. Wagombea wa udiwani, mgombea yeyote atakayepata nafasi ya kupeperusha bendera ya CCM katika kata zetu 12 katika jimbo la Nsimbo, mimi nitamuunga mkono na kitakia ushindi chama changu, na watakia wote ambao watachukua fomu ushindi katika jimbo langu. Tukutane wakati. Hatimaye tarehe 22 Juni mwaka huu Baraza la Mawaziri liliidhinisha rasmi Dira ya Taifa ya Maendeleo mwaka 2050, na leo nimeweza kuwasilisha bungeni rasmi. Kwa hivyo sasa nchi yetu inayo dira rasmi ya Taifa ya Maendeleo mwaka 2050, dira ambayo itaongoza mipango ya maendeleo ya Tanzania kwa miaka 25 ijayo. Kitakachofuata baada ya hapa ni dira itazinduliwa rasmi na Mheshimiwa Rais kwa tarehe ambayo tutawajulisha waandishi wa habari baadaye, lakini msingi ni kwamba dira hii inatarajiwa kuanza kutekelezwa rasmi tarehe 1 Julai mwaka 2026. Kwa hivyo tuna mwaka mmoja wa kufanya maandalizi ya utekelezaji wake, na Tume ya Mipango watafanya utaratibu wa kuendelea kuwapa taarifa hatua kwa hatua. Tunashukuru sana Mungu kwa kweli jinsi ambavyo umetuwezesha, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa heshima kubwa na imani ambayo alitupa kusimamia zoezi hili zito, zoezi ambalo linakwenda kuongoza nchi hii kwa miaka 25. Kwa hivyo ni heshima kubwa, lakini tumshukuru Mheshimiwa Rais pia kwa nafasi na heshima ambayo ameipata yeye kuwa rais wa pili kusimamia dira ya maendeleo ya taifa baada ya Rais Mkapa. Kwa hivyo tunamshukuru, tunampongeza, na tunamshukuru zaidi kwa kutupa imani hii, kutuamini kuweza kusimamia zoezi hili kubwa na muhimu kwa nchi yetu.